kuna hii chemistry kati ya mhubiri na waimbaji, ile divine connection kati ya mhubiri, waimbaji na wanamuziki. Unaizungumziaje hii? Unaizungumziaje hii kwa mtu anayekusikia huko, kwamba mhubiri hawezi kuwa connected pamoja na waimbaji na wanamuziki wakiwa na hudumu katika platform moja? Hilo ni jambo muhimu sana tunapohudumu madhabahuni. Ndio. Au tunapomtumikia Mungu. Ndio. Hapa kuna vitu vitatu. Ndio. Kuna mhubiri, kuna mwimbaji, kuna mwanamuziki. Ndio. Ninaweza kuongezea pia na wahudumu. Yes. Wanaita ushers. Ushers, yeah. Naweza nikaongezea cha tano, wana maombi. Wana maombi. Hizi nguzo tano ni muhimu sana. Na ICT pia, watu wa kamera. Wote hao katika injili ya kisasa hivi tunavyoishi wanatakiwa wawe connected. Yeah. Connected kabisa. Maana yake ni kwamba hawa watu wawe na lugha moja katika roho. Mawasiliano katika roho. Ndio. Yaani mhubiri anapohubiri, moyo wake, akili yake iweze kuunganika na waimbaji wake na wanamuziki wake, waimbe kitu kimoja, yes. Au wapatane. Na waimbaji nao wapatane na wanamuziki. Wanachopiga waelewane. Na ndio maana unatakiwa wapate nafasi ya kukutana kabla. Yes, yeah. Ile kukutana kabla ambao tunasema ni mazoezi, ile ni kujitafuta katika connection pamoja. Yes, yeah. Kufanya kitu kimoja. Na hii iko katika aina mbili. Tunapopiga muziki tukiwa pamoja, tunaanza kuelewana lugha moja. Kwa maana tu ya lugha ya kawaida ya kimuziki. Kwamba hapa nitaimba hivi alafu utaanza hapa. Ndio. Lakini kuna katika sehemu ya pili ni kiroho. Kwamba roho zetu zinaunganika kwa pamoja. Ndio maana tunapofanya yale mazoezi ya uimbaji tunafanya na maombi. Tunafanya rehema, tunamuibidi Bwana, tunamtukuza Mungu, tunamwambia wewe unastahili. Maana yake ibada inaanza kwetu. Kabla mjahudumia watu. Yes, kabla mjahudumia watu. Na tunaunganika katika ulimwengu wa roho. Ili tuweze kufanya kitu kimoja katika ule umoja wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio. Kwa hiyo ukiwa mtumishi una waimbaji ambao mko connected na hawa wanamuziki wako connected, kazi inakuwa nyepesi. Uwepo wa Mungu mnausikia. Kwa sababu katika roho Mungu anaona amewaridhia nyie kufanya kazi yake kama mtu mmoja mwenye nafsi tatu katika Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa sababu nafsi hizo pia katika Mungu zinafanya kazi katika umoja. Amen. Lakini unakuta mpiga kinanda ametokea njia yake. Mpiga drums amekurupukia huku. Yeah. Mpiga solo ameamkia kushoto. Yeah. Mpiga drums naye ameibukia huku. Mchungaji naye amejiandaa kwa ibada wiki nzima. Anaibuka madhabahuni anakutana na watu ambao wanaulizana pale. Tunaenda hapa tunaanzaanzaje? Muimbaji naye amekuja ana stress zake, na yeye anataka kuimba anachoimba. Yes. Shughuli itakayokuwa hapo ni kubwa sana. Ndio. Kwa sababu hakuna lugha katika roho mliopatana. Yes. Na ndio maana kabla ya kuanza ibada ni vizuri hii timu yote iwahi mapema. Waombe pamoja. Kama kuna lolote waombe rehema mbele za Mungu. Kama kuna kupishana watu wapatane. Jambo ambalo wengi hawafanyi. Ndio. Ili Mungu aturidhie kwa ajili ya kuwatumikia watu wengine. Kwa ajili ya kuwatumikia watu. Kwa hiyo tunamrahisishia kazi mtumishi wa Mungu. Anapofika madhabahuni au anapopanda anakuta tuko kitu kimoja katika roho. Tunahudumu pamoja. Nakumbuka kwenye Wafalme wa Pili, kusoma Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa 15. Anasema nabii Elisha alipoletewa mpiga kinubi, alipokuwa akipiga yule mpiga kinubi, mkono wa Bwana ukamjia. Kulikuwa na connection kati ya mpiga kinubi na nabii Elisha. Yeah. Kwa hiyo lazima kuwe kuna connection ambapo pale sasa kwa sababu ya kile anachohudumu ndio mkono wa Mungu unakujilia. Lakini mkiwa hamko connected ni ngumu. Ndio. Na ndio maana sasa kuna swali linaweza likaja. Vipi kama hawa waimbaji na wanamuziki wa kanisa hili wanahudumu wako pamoja, alafu amekuja mtumishi mgeni? Yes, amealikwa. Ni mgeni kwa ajili ya seminar au kutoa neno. Wana connect vipi? Ndio. Spiritually, kiroho. Yes. Kwa sababu ni vizuri yule mgeni, hata jina mimi wanaulizaga, anakuja mtumishi gani? Anaitwaje? Anaitwa Dr. Apostle Dr. Wilson Masawe. Connected. Kwa sababu mimi katika ulimwengu wa roho nitalitaja lile jina ili Mungu anipe neema iliyoko ndani yake niweze kuflow naye. Amen. Yes, hata kama ni madhabahuni pale pale.
hata kumwangalia tu anapoongea na watu, anaposalimia. Ndio. Akisema tu wanamuziki, waimbaji, mnaweza mkanisaidia wimbo. Kwa kusema kule, ukiwa katika ulimwengu wa roho vizuri, mnakuwa connected. Amen. Mnahudumu na yeye, mnamuona Mungu pamoja. Amen.